Basi ndugu wanahabari, niwashukuruni sana kwa uwepo wenu siku ya leo. Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati ya Pugu Marathon, mwenyekiti wa Kajimbo, niwashukuruni na viongozi wote ambao tumejumuika kwa pamoja siku ya leo. Siku hii ya leo ni muhimu sana kwa maandalizi ya Pugu Marathon ya awamu ya 3. Tukikumbuka kuwa tarehe 21 mwezi wa kwanza 2025 katika ukumbi wa Kardinali Pengo St. Joseph, naamini wanahabari wengi mliopo hapa tulikuwa pamoja. Askofu msaidizi Masham Msomba pamoja na maaskofu, baba askofu mkuu na askofu msaidizi Mchamungu pamoja na madekano wote 15 walishiriki katika uzinduzi wa Pugu Marathon awamu ya 3. Sasa kuendeleza uzinduzi ule wa Pugu Marathon awamu ya 3, leo tumekutana tena hapa kwa jambo moja kubwa. Kwanza la kukumbushana, sasa usajili wa Pugu Marathon awamu ya 3 ni rasmi umefunguliwa. Tukijaribu kurudi nyuma katika maandalizi yetu ya Pugu Marathon awamu ya 2 ambayo yalifanyika tarehe 18 mwezi wa 5 2024 katika viwanja vya Pugu, kulikuwa kuna baadhi ya changamoto ambazo zilijitokeza. Basi kupitia hadhara hii nijaribu kuwatoa wasiwasi katika yale mapungufu yaliyojitokeza katika awamu ya 2. Awamu hii ya 3 tumejitahidi kwa kadri iwezekanavyo kuyaondoa. Makubwa mawili ambayo tumejaribu kuyafanyia marekebisho makubwa ni mfumo wa usajili, ambao siku ya leo tutaambizana kwa kina ni mifumo gani basi iliyokuja ili kuhakikisha hatakuwa na changamoto ya usajili. Changamoto ya pili iliyojitokeza katika awamu ya 2 ilikuwa ni zile running kits. Unajua, katika jambo lolote ambalo linahitaji maboresho, lazima tukiri madhaifu yaliyopita ili tuweze kufanya maboresho mazuri zaidi. Sasa kabla sijazungumzia usajili na mifumo yake 4 ambayo tutakuja nayo, naomba basi nichukue nafasi hii kuwatoa wasiwasi washiriki wote wa Pugu Marathon awamu ya 3 ambayo itafanyika tarehe 31 mwezi wa 5 2025 katika viwanja vya Hija Pugu kuanzia saa 12 asubuhi. Lakini watakaofika kabla, kama mnavyojua, kuna ile amsha kabla ya marathon. Kwa hiyo kama marathon zinaanza saa 12, basi sisi tufike kabla. Kwa hiyo nawasihi washiriki wote, 1, wasijaribu kabisa kukosa, na 2, japo mbio zinaanza saa 12 asubuhi, lakini washiriki tujitahidi kufika mapema zaidi ili ile shamra ile au wale vijana wanasema amsha tuweze kwenda nayo sambamba kwa ajili ya kuanza mbio zetu za saa 12. Sasa nilikuwa nazungumza running kits, kwa maana kwamba zile t-shirt. Mwaka jana ilikuwa ni changamoto kidogo. Mwaka huu tuwaondoe wasiwasi washiriki wote kwamba tunazo sasa t-shirt za kutosha zenye ubora wa kutosha na saizi zitatosheleza. Na nitawaomba ile timu ya usajili ijaribu kutuonyesha baadhi ya t-shirt hizo na muonekano wake, na ikiwezekana wajaribu kuishika ili tuone ule ubora wake. Ni t-shirt nzuri ambazo tunaamini zitakidhi viwango vya washiriki wa mbio. Labda kwa kuongezea, ina viwango vya kimataifa. Kwa hiyo washiriki tusihofu. T-shirt hizi mtazipata kwa wakati, kwa ubora, bila kuwa na usumbufu wowote.